tunarejea hapa katika hili gumzo na ukumbuke kushare nasi kwa ujumbe mfupi wa maandishi katika nambari yetu ya simu ambayo ni 0769043092. Na gumzo la leo bwana, tunaanzia na taarifa hiyo ambayo kama taifa la Tanzania leo tunasema ni Karume Day. Ndio. Maadhimisho ya kumbukizi ya rais wa kwanza na mwanamapinduzi wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Ukiwa unaongelea siku ya Karume Day, unaongelea kifo. Watu wazani ni birthday, hapana. Ni kifo cha hayati huyu Sheikh Abeid Amani Karume. Sasa Sheikh Abeid Amani Karume, ndio watu wengi wanajiuliza, maeneo mengi yanaitwa Karume. Tuna Karume Ilala pale, tuna Karume shilingi 200, tuna Karume shilingi 500. Na mwanzoni kabisa ilikuwa ni noti. Sasa hivi tuna sarafu ya Karume ambayo ni ya 500, lakini ikiwa na 200 bado ina taswira yake. Lakini 500 ili nyingine bado ipo, hujawahi kuiona? Ile ya noti, zipo watu wamehifadhi, lakini katika ule mzunguko wa kawaida wa mara nyingi kukutana nazo ni nadra sana. Na ukiachana na ile ya mwanzo ilikuwa ngumu yenye ya noti ambayo ilikuwa ina nyati ya mwanzo, iliachana na ile ukuja baadaye ikawa na utepe wa kijani pembeni wa kung'ara. Ile ya nyati ilikuwa hata ukifua kwenye nguo unarudi unaikuta iko, yani inakulinda. Hivi umeitumia? Nimeitumia noti ya 500 ya noti ya mwanzo ile yenye nyati, nimeitumia na nilikuwa naipenda kwa sababu ukipewa ile ndio paka ije iishe. Kwanza ikishachinchika inarudi kwenye shilingi 400 kwa sababu vitu vilikuwa ni kwa bei rahisi. Ila kwa sasa hivi sasa unaitumia kwa ngapi? Sasa hivi inawezekana hata haitoshe. Sasa hivi unahitaji maji, unaambiwa ongeze 100 kwenye ile au 200 au 200 ndio unaweza kupata maji ya kunywa. Kwa hiyo ni siku ya kumbukizi kwa taifa la Tanzania, lakini pia kwa serikali tukufu ya mapinduzi ya Zanzibar. Watu ambao wanakuwa sasa hivi wakisikia Karume wanabaki kuuliza alikuwa ni nani, alikuwa na wadhifa upi. Lakini kwa historia inatuonyesha, hata kama hatukuwepo, lakini historia inatuonyesha kwamba ni mtu ambaye aliweza kufanikisha kwanza mapinduzi matukufu, kwamba mapinduzi ambayo hayakusababisha vita vya aina yoyote, yalikuwa mapinduzi ya amani. Akaweza kupindua serikali ya usultan na ikiingia serikali ya wananchi chini ya chama cha Afro Shiraz Party. Lakini chama hichi hakikuwa kiko peke yake. Yani kutokea kwa chama cha Afro Shiraz Party ASP kulikuwa na muunganiko wa vyama vingine vingi. Kulikuwa kuna chama kilikuwa kinaitwa Hizbu ambacho kilikuwa kinaitwa Zanzibar National Party, lakini pia kulikuwa kuna chama kinaitwa ZPP, Zanzibar People Political Party, yani chama cha wananchi wa serikali ya Zanzibar. Lakini pia ASP ilikuwa nayo ni chama kinachojitegemea, lakini baada ya hapo viliungana kuweka nguvu ya pamoja ili kuhakikisha vinaishika dola na kugawana maeneo tofauti. Sababu kuna uchaguzi uliofanyika ambao chama cha ZPP kilikuwa kina viti 14, chama cha Hizbu kikawa na viti 18 vilikuwa kinaongoza, lakini Afro Shiraz Party ikawa kina watu takriban kama 4. Lakini sasa wakaona kwa nini tuwe na mgawanyiko huu wakati tunahitaji kuongoza serikali moja. Ndipo walipoungana wazee wa vyama hivi vyote na kutengeneza chama hicho cha Afro Shiraz Party ambacho baadaye kilikuja kuungana na CCM na TANU ambayo ikazalisha CCM mwaka 1977 tarehe 5 mwezi wa pili. Yani tunajaribu kuonyesha kwamba hizi serikali zilipataje nguvu ya umoja na kupata kiongozi mmoja. Lakini kabla ya kwenda kote huko, ndio bwana Abeid Amani Karume yeye alizaliwa mwaka 1905. Sijui ulikuwa wapi? Mwaka 1905 ni kitambo sana. Ndio maana ninapoipata historia, ninavomsoma, nikifuatilia mambo makubwa aliyoyafanya, yani najiona kama nilikuwepo, lakini kumbe ni historia ambayo imetunzwa na inaendelea kusimuliwa kwa vizazi na vizazi. Hata mimi ninaongea hapa si kwamba nilikuwepo, lakini yale mazuri na yule unasaba wa yeye kuwepo katika taifa hili la Tanzania na kuwa kiongozi mkubwa inanipa nafasi na mimi kujua na mimi ni sehemu ya historia hii, kwa sababu leo tunaiongelea Tanzania Alima, tunaiongelea Tanzania ambayo ni muunganiko wa Zanzibar na Tanganyika kipindi hicho. Mwaka 1964 baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ile mwezi wa kwanza tarehe 12 ikaja ikaundwa serikali ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo hii serikali iliundwa miezi mitatu baadaye. Tukumbuke kwamba mwezi huu wa 4 tunapoadhimisha kifo cha Abeid Amani Karume kwa miaka hiyo. Kwa miaka hiyo. Kumbuka tuko mwezi wa 4. Huu ni mwezi wa 4, mwezi huu wa 4. Kwa miaka hiyo. Kwa miaka ile sasa ndipo ilipotokea muungano tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka
1964 ndio ilipoungana hii Tanganyika na Zanzibar ikatokea nchi inayoitwa Tanzania, ambayo wengi tumezaliwa kwenye Tanzania. Lakini zamani tunasikia mtu mimi Mtanganyika, mimi Mzanzibari. Ndio maana kuna kipindi, kuna clip ilikuwa anatembea Mwalimu Nyerere kipindi hicho. Mambo ya kujiita mimi Mtanganyika, mimi Mzanzibari. Au kuulizana. Kuulizana wewe kabila yako nani, dini yako nani? Si kitu ambacho kiliasisiwa na waasisi wao. Kumbuka pia waliingia kama tuseme kama agano, walichanganya udongo wakati wa kuziunganisha nchi hizi mbili. Udongo wa Zanzibar na udongo wa Tanganyika, ikatokea Tanzania, ambapo ni ngumu sana kuja kumueleza mtu eti tuvunje huo muungano kwa sababu ambazo hazieleweki. Ni kama agano kwa kipindi kile, yani kama tambiko la nchi lilifanyika. Lakini tunaona ni kitu kizuri kilichofanyika Tanganyika na Zanzibar kwa mkutaniko ule. Ndio kitu kizuri ambacho mpaka sasa tunaishi na tunaenzi yale mambo mazuri ambao waliyofanya kwa umoja wao ule viongozi wetu. Sasa tukiendelea kidogo kuhusiana na Abeid Amani Karume kwenye kuzaliwa, huyu kiongozi hayati Abeid Amani Karume alizaliwa mwaka 1905 kama nilivyokuambia. Lakini miaka 4 baadaye baba yake alifariki mwaka 1909 wakati anaanza skuli. Skuli kule ndio shule wakati anaanza school. Lakini hii haikumfanya kuacha kupambania ndoto zake. Alipambania ndoto zake kiasi kwamba kutoka kule alipokuwa amezaliwa Pongwe na kuja huku mjini Unguja kusoma. Wakati huo akiendelea kuyatafuta maisha. Alizaliwa na ndugu zake 4, kaka 2 na dada 2, lakini wote walifariki. Alibaki yeye, si ndivyo? Alibaki yeye haikusababisha yeye kushindwa kuyafikia yale maono. Tumeona sasa hivi kwenye maisha ya kawaida, mtu anapoondokewa na mzazi, unapokuwa mwenyewe anajikatia tamaa. Then anaona kwamba hawezi kufikia yale malengo. Lakini kiongozi Abeid Amani Karume ni mfano mzuri ambaye anatufanya kwamba tunaweza, watu wa karibu wanaweza kaondoka, lakini tukapambana kufikia yale malengo yake. Na katika upambana huko akiwa na miaka 14 tu alienda kuomba kazi ya ubaharia. Unajua ubaharia sasa hivi unasikia mwanangu baharia yule. Lakini ubaharia wa kipindi hicho ulikuwa ni nadhifu. Kwanza lazima uwe nadhifu. Tofauti na sasa hivi unakutana na baharia, mtu unamuona ni muuni, anavuta madawa ya kulevya, anaitwa baharia. Lakini tafsiri ya zamani baharia. Lakini kwa sasa hivi ninachokiona kwa tafsiri hiyo ya ubaharia unayoizungumza kwa nchi yetu kwa sasa au kwa vijana, kwa sababu hiyo ni kauli ambayo inatumika kihuni. Lakini na ukiwatazama wale watu ambao wanajiita hilo jina, hawana vile vigezo vya kwamba wanashughulika na ile kazi. Yaani ni vijana ambao wanafanya mambo ya hovyo. Yes, ambayo hayaendani na ile kazi, wanaiharibia. Wanaharibia. Lakini ukikutana na wenyewe wale mabaharia ambao kweli wanafanya ile kazi ya kupakua, kwenda na meli nchi za nje, kusafiri na meli, wako vizuri, wako na afya, nguvu. Lakini hawa wengine sasa ndio utakuta wamechoka, ni vibaka. Sasa ubaharia wanaosemea wao ni wakukwapua, wakupora, wakufanya matendo yasiyofaa ndani ya jamii. Kwa hiyo wanajikuta wanajiita mabaharia. Lakini ubaharia wa mheshimiwa hayati Abeid Amani Karume ulikuwa ni wa tofauti. Ulikuwa ni wa kutafuta riziki katika njia ya usalama. Yani ilikuwa ni moja ya hatua moja ambayo ilimfikisha katika yale maono yake. Sasa unaambiwa bwana hayati Sheikh Abeid Amani Karume, yeye ndio baba mzazi wa Amani Abeid Karume. Buga huyu baba yake naye alikuwa anaitwa Amani. Kwa hiyo alikuwa anaitwa Abeid Amani Karume. Alivyomzaa mwanae alimuita Amani afu Abeid Karume, ambaye ndio alikuwa rais wa Zanzibar mwaka 2000 mpaka 2010. Kwa hiyo sasa hivi ni mstaafu. Baada ya pale ndio alipoingia Dr. Shein na sasa akaingia Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lakini tukirudi kwenye historia, tunaambiwa mwaka 1964 baada ya kuunganisha Tanganyika na Zanzibar ikatokea Tanzania. Lakini tukirudi kwenye kisa kilichomfanya yeye kufariki, hakufa kwa ugonjwa, hakufa kwa ajali, alivamiwa, walitokea watu ambao sio waaminifu, wakamuua kwa risasi mwaka 1972. Umeona? Sasa toka 72 mpaka sasa tunaongelea miaka 53. Miaka 53 ya kifo chake. Ndio maana leo tunakaa hapa tukimjadili kama mwanamapinduzi mkubwa, mpambanaji, shujaa aliyeweza kuivusha Zanzibar kutoka kwenye mikono ya masultan
na kuwapa uhuru wao wa Zanzibar kuweza kujitawala na hatimaye kufanikisha mapinduzi matukufu ya Zanzibar na muungano uliotukuka ambao mpaka leo tuna uenzi kama Watanzania. Leo tunaongea hapa tukiwa ni Watanzania, hakuna ule ukabila kwamba huyu anatokea Zanzibar, huyu anatokea Tanganyika, huyu anatokea bara, kunyoshiana vidole. Japo kuna tofauti chache ambazo zimeshashughulikiwa na mambo mengine mengi. Tumeona vikao kadhaa vikisema changamoto za muungano kadhaa zimeshughulikiwa, hizi zimeondolewa na nini, na vikwazo vilivyokuwa vinawekwa kati ya nchi hizi kuonekana kwamba huku ukienda huku kuna shida zimetatuliwa kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana leo tunaongea hapa tukiwa ni Watanzania ambao tunajivunia muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kabisa. Na tunaona mashirikiano mengi sana yakiwa yanafanyika katika serikali hii ya Tanzania huku, lakini pia kwa kushirikiana na kiongozi yule rais wa Zanzibar. Kwa hiyo tunaona ni jambo ambalo limetengenezwa toka muda na viongozi wetu, waasisi wetu, mpaka leo hii tunapata kusherehekea wote kwa pamoja. Kwa maana hiyo kwamba ungeona leo kwamba Wazanzibari tu peke yao ndio wangekuwa wanaenzi hii siku, lakini ni kote kwa ujumla tunaona. Lakini sasa kwa kuleta hili hapa, mtazamaji wetu, historia hii fupi ni kwamba utambue katika yale yaliyofanyika miaka hiyo yaliyopiganiwa, lakini tunaona kwamba hadi umauti ulipomkuta ni kwamba alivamiwa na watu ambao walimiminia risasi. Lakini sasa tunaona kwamba hao watu hawakuwa wanapenda yale mambo ambayo yalikuwa yanasimamia. Yes, na walishtakiwa kama wahaini sababu ilifunguliwa kesi, walikamatwa. Kwa hiyo hapo ndo tunakuja tunaona kwamba rushwa kwamba alikuwa ni mpambanaji ambaye alikuwa anakemea matendo maovu. Kwa hiyo sio wote ambao watakupenda. Kwa hiyo ikatokea kuna vikundi ambavyo vilikaona mbona kama kuna minyanya yetu inazibwa, anataka kutuharibia huyu tumalize. Kwa hiyo wakamshambulia. Na kwa kipindi hicho pia sheria ilichukua mkondo wake katika wale waliofanya yale matukio. Na tunaenzi kwa amani na tukisema Mungu aendelee kuilaza roho yake mahali pema peponi. Na katika vitu ambavyo tutawaacha wasikilizaji, watazamaji, kwenye vitu ambavyo vimepewa jina lake, kuna chuo cha ufundi pale Zanzibar kimepewa jina lake, lakini uwanja wa mpira wa Musoma na huu hapa Dar es Salaam, lakini pia kuna uwanja wa ndege kule Zanzibar umepewa jina lake. Kwa hiyo uwanja pia wa mpira pale unaitwa Karume, New Aman Complex pale Zanzibar ni jina lake katikati. Sawa sawa. Basi hiyo ni alama nzuri ambayo imeachwa na kiongozi huyu ambaye leo tarehe 7 Aprili tunaenzi, tunamkumbuka katika yale aliyofanya na ni siku ambayo umauti ulimkuta. Kwa hiyo na wewe hata mtumishi wa Mungu anavyotufundisha anasema wache alama, wache jina, wache legacy. Kitu kwamba hata watu wakipita wanasema huyu mtu Kiure huu aliishi Kiure na familia yake hapo. Kiure alifanya nini? Alifanya makubwa, aliunganisha jamii, alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mtu ambaye anakemea maovu. Unajua kuna kuishi kuacha alama za mashujaa huwa zinabaki. Za watu waovu watasema tu alikuwa mwizi, baadaye kapotea. Hatutakuwa tunajua tena kuna mtu kama huyo. Ni gumzo la habari, mtazamaji wetu. Kwa hiyo unaweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi, wewe ambaye naye uko nasi siku ya leo, lakini pia tumeungana na Wazanzibari wote kwa pamoja siku ya leo tukiwa tunaienzi siku hii ya kifo cha hayati Sheikh Abeid Amani Karume.